Tena tunakutana mtazamaji wa TVE na mwanamichezo popote pale ulipo. Karibu sasa tuweze kuitazama mijadala mbalimbali mikubwa ambayo mara zote huwa inaanzia hapa kunako na 10 show kubwa, show ya magwiji ambayo inakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumatatu tayari tumeshaikata, Jumanne pia tumeikata, leo tupo katika siku ya Jumatano kuhesabu stori kubwa zile ambazo zimeshika kwenye maeneo 10 ya kigwiji kunako namba 10. Kick off number 1 kama kawaida tutatazama hiki ambacho kinaendelea kuwahusu wachezaji kutoka Demokrasia ya Kongo kwa maana DRC ambao wanakuja hapa kwenye vilabu mbalimbali. Tulisikia tetesi ambazo zilikuwa zinamuhusu Max Nzengeli kuwa ana umiliki wa zaidi ya vilabu vitatu, na bado manusura ya kutokea, lakini mambo yakaisha. Hivi sasa pia imeibuka kwa Elim Panzu Kibisawala ambaye pia tetesi mbalimbali zinamhusu kwa mchezaji huyo amesajiliwa katika klabu ya Simba kwa mkopo. Je, hiyo ni kweli? Na kama si kweli, kwa nini mara zote wachezaji kutoka katika ligi hiyo wakitua kwenye ligi yetu yanatokea hayo ya kutokea? Ukikaa vizuri, Baleke pia kwenye miaka ya karibuni hiki ambacho kinazungumzwa kwa Kibisawala naye pia kili mkumba. Nini ambacho kitatokea? Hiyo yote tutaitazama kunako kick off number 1. Kick off number 2 leo pia tutatazama kile ambacho kinaendelea katika zile draft za ligi ya NBA kule nchini Marekani. Yupi ni yupi na yupi ambaye anahusishwa kwenda wapi ama kwenda katika timu hipi. Katika kick off number 3 kama ambavyo unaona ni mtazamo wa kurasa ya kile ambacho kimeandikwa kwenye gazeti la Mwana Sport. Habari kubwa ikimuhusu Yanga ambao wamesema wameweka rekodi 4. Hii ni mara baada ya jana kuichapa Namungo kunako mwendelezo wa ligi kusoka Tanzania bara. Ni rekodi zipi hizo 4? Tutazifahamu kwenye kick off number 3, lakini pia mambo matatu kuibeba Simba ugenini ni mambo yapi hayo? Nayo pia tutatazama kunako kick off number 3. Upande wa nyuma ni mashine De Bruyne kwenda Arsenal. Ateta pewa majembe 6 ya kuleta taji. Tangu Arsenal abisai wafanye vibaya pamoja na mpwa, kila gazeti linalotoka hasa Mwana Sport basi Mikel Arteta anatamba. Sasa Kevin De Bruyne anahusishwa kwenye Arsenal. Pia wameweka swali la kuuliza, ni kweli De Bruyne kwenda Arsenal? Kaka kumwambia kuruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Kwa sababu hivi Arsenal wanaruka kaka. Kuiva ni kufanyaje? Wanaruka kaka. Yaani wao kikitokea nini unasema Arsenal wamekuwa wameshaiva kaka. Yaani kama watasajili ambao wanatajwa basi watakuwa maharage yameiva. Kwa wanaruka saa hizi Arsenal bana. Na hii yote nadhani imetokea mara baada ya kulikosa taji la EPL na kunyolewa kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa hiyo kama mbona nasisitiza sana kunyolewa? Wamenyolewa. Na waandishi wanajua sasa hivi Arsenal ndo content mpo wangu. Yaani ukigusa Arsenal ni content. Wapiga bunduki wasio na shabaha. Ashika mitutu jiji la London. Bwana, kwenye review pia tutakuwa nayo. Jana ladha sambamba na heka za ligi kuu ya NBC ilichezwa michezo kadhaa. Pia tutazama Pamba ambayo waliifunga dhidi ya Ken Gold. Mimi bado pia nitawauliza baadaye wachambuzi wangu hapa kwa nini kwenye ligi za wenzetu tunaona timu kama Leicester pamoja na Southampton ambao tayari washashuka daraja, lakini pia wanatoa ushindani kwenye timu ambazo wanacheza nazo. Lakini huku kwetu imekuwa hali tofauti. Ken Gold tayari washashuka daraja, wamechapwa dhidi ya wanatupu Isalinda na Pamba wakiwa ugenini kule mkoani Mbeya kunako dimba la Sokoine. Kwingineko tutatazama Yanga Afrika kama ambavyo kwenye magazeti hapa nimesema wao wamefanikiwa kuibuka na ushindi dhidi ya Namungo na sasa kutanua lile gap la alama likifikia alama 4 dhidi ya mnyama ambaye kwa sasa yuko kule nchini Morocco. Azam FC jana pia amepiga mtu mkono dhidi ya Dodoma Jiji. Tutatazama kipi ambacho kimeifanikisha timu hiyo kupata matokeo, na Dodoma Jiji ni kama tu wamezoea msimu huu kula nyingi kwa sababu walifungwa 6 na Simba na pia wamekula 5 dhidi ya Azam siku ya jana kwa kwenye michezo miwili ukitaja haraka mabao 11. Kwenye preview ligi hiyo itaendelea leo kwa mchezo mmoja. Tabora wakiwa nyumbani watacheza dhidi ya KMC. Je, Tabora watarudi kwenye njia ya ushindi? Ni swali ambalo huenda baadaye likajibiwa. Mtukati profile zote hizo zipo. Nakukaribisha, mimi ni Idi Nonga, nipo na kachero wa kimataifa hapa Abisai Steven. Kwa hapa ndo umeichukua kakao? Mapema tu. Yapo kaka. Sasa unatakiwa uje uone ndo wewe ndo useme. Kama yapo. Utaki kusema yama bwana wewe utaona. Huo ndo
Karibu tu uwanjani utaona. Afu kutoka utaambia watu. Au mpira wa maelekezo mengi ule. Wewe tu ukija utajua. Mko kuna mtu amefanya hivi uwanjani? Kuna play hapo. Hapo anakuwa Shughuli ngumu. Kwa mwimbaji wa msondo mbwembwe. Maelekezo mengi. Bwana umenifurahisha hapo nyuma wakati unataja takwimu ya mechi mbili za Dodoma Jiji. Goli 6 goli 11. Goli 6 goli 5 goli 11. Akili yangu ikakrikia kwa haraka. Simba na goli 11 za kufungwa. Kwa hiyo hizi goli za msimu za mtu katika michezo, Yanga na goli 10 katika msimu. Kuna mtu anaweza kufungwa kwenye mechi mbili tu, shughuli imeisha. Bwana hicho kitu hatari hiyo. Huku kwenye mambo yetu ya nani kwangu mimi huwa nina msemo wangu wa Kilatini wanasema octa non verba, kwamba vitendo zaidi kuliko mdomo kuliko maneno. Kwa mimi wewe nirudishe kwenye pitch, nipe tu nafasi, kama nitatembea advancing playmaker, nitatembea central midfielder au jiko dogo au kiungo wa pembeni, kushoto na kulia kama mpanzu. Hicho tutakuja kuniuma ujue. Bwana ni mwalimu wa mpira huyo, Teacher Tigana Lukinje, Tigana TZ kwenye Instagram, ukiandika hivyo unampata, lakini pia alikadhalika kule X ambao kwa sasa ni Twitter ama kimombo ama kibena mpu wangu kama unapenda kusema ni Twitter kaka, kusema Twitter unakuwa unampata Tigana TZ, lakini pia Abisai Steven hapa JR Instagram na Twitter ambao kwa sasa ni X unampata hivyo. Sasa ndugu zangu, tupandeni kitandani, kwa kauli ya Abisai ambayo unaipenda kuitumia. Mimi kaka nimewazima huo msemo. Sawa. Tupande kitandani. Nani ndo ambalisha kitandani? Ni Elim Panzu Kibisa wala, ambaye kwa sasa amekuwa ni mtu ambaye anazungumzwa kwa muda mrefu sana kuhusiana na usajili wake kunako kikosi cha Simba Sports, ambapo Ahmed Ali wakati jana wanaondoka kuelekea kule nchini Morocco alizungumza. Yeye amesema kuwa mchezaji huyo ni mchezaji halali ambaye wanaye kwenye kikosi cha Simba Sports, lakini pia mimi amenishangaza akizungumzia, anasema wao hawajamsajili kwanza kutoka AS Vita Club kama ambavyo watu wengi wanafahamu hivyo, lakini pia akamalizia kwa kidokezo akasema kama wataenda kule akaapia mama yangu mzazi wanaenda kupigwa kule. Lakini hizi ni story ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zinazungumzwa, lisemwalo lipo kama lipo laja. Kwanza, kwa nini timu nyingi za Kongo wachezaji huwa wanamilikiwa na kuna third party ile timu kuna timu mbili, unashangaa kuna mtu katikati watatu, kwa ukimesa pale shughuli inakuwa nzito. Kwa nilivyofuatilia na rafiki zangu wa Kongo wanasema hizi klabu kama klabu peke yake kutumia gate collection, fedha za udhamini hazitoshi kuendesha zoezi la usajili wa wachezaji. Kwa hiyo kumnunua mchezaji milioni 400, 300, 200 kwa fedha za Tanzania, klabu wanaweza kwa wachezaji wachache. Sasa wale wanaosaidia timu kufadhili au kudhamini wanakuwa na fedha nyingi za ziada. Wale wananunua wachezaji na wengine wananunua kwa mapenzi ya kuwapenda. Sasa anapomnunua sawa, atacheza kwenye timu husika, lakini aliyetoa ile hela na umiliki ni mtu binafsi. Kwa hiyo atakuwa na mkataba na hiyo timu kama utaratibu wa sheria ulivyo, lakini kwenye kumiliki ni yeye tajiri na mchezaji anafahamu. Kwa sababu na hilo sakata hapa kwetu ipo, lakini na operate kimya. Timu mchezaji ni wa timu A B, lakini aliyemfanya ingie kwenye hiyo timu kuna mtu ni mfadhili. Na yule mchezaji hatakuwa na kauli ya kuuzwa na timu kwenda timu nyingine mpaka mfadhili aseme bwana nendeni muuzeni, kwa sababu naye alitoa hela yake wakati anamleta kwenye timu. Sasa kwa Kongo, kwa sababu ni nchi ya biashara ya mpira, hayo mambo yako sana. Kwa mfano kisa cha Balek. Balek alikuwa mchezaji wa TP Mazembe kimkataba, lakini alikuwa anamilikiwa pale. Kwa hiyo alimtoa kwa mkopo kwenda Simba na Simba aliweka wazi kwamba wamemnunua kwa mkopo. Muda wake ukaisha, kwa maana ya Simba kumtoa, akawa ameenda Uarabuni, then tukamwona amerejea Yanga. Mazembe akawa ameweka wazi barua kwamba tunaye wewe kwa mkopo na tunamtoa kumpeleka Yanga. Kama unakumbuka. Nakumbuka. Yes, Baleki ni sakata moja. Sakata la pili ni Max Nzengeli. Pia Mbappe wa Kindu. Mimi nilitoa taarifa ya Kikachero kwamba yeye ndo yupo Yanga kwa mkopo. Yeye kwa miaka 2. Si unaelewa? Nakuelewa. Kwa hiyo mkataba ukiisha
kama ikitokea Yanga watu kumhitaji atarudi Maniema Union kwenye klabu yake. Lakini kwa sababu Yanga wanataka kumbakisha, wanazungumza naye kwenye taratibu za kumbakisha. Na mwenyewe scenario iko hivyo. Hata kwa huyu Mpanzu ambaye tunajadili. AS Vita Club alienda kucheza kwa sababu mwenyekiti wa pale ana urafiki na tajiri alikuwa anamiliki Mpanzu kutoka kwenye klabu nyingine. Na yule mwenyekiti ni shabiki lia wa Vita. Kwa hiyo akamtoa Mpanzu huko kumpeleka AS Vita Club kucheza. Na ndio maana hata Simba mwanzoni walishindwa kumpata kwa wakati sababu walitoka wakaenda moja kwa moja kwa Vita. Sio, unaelewa? Vita akaambia huyu anamilikiwa kwa fedha fulani. Wakarudi wakaona twende kwa anayemiliki labda fedha itapungua. Anayemiliki akasema kitaratibu sawa, lakini mimi nimemwacha Vita. Rudini Vita. Kwa ndo Simba kuzungumza kumalizana na mchezaji baada ya kutoka kwenye trial ambayo kufanikiwa kule Ubelgiji. Kwa hiyo Simba wamemsajili Mpanzu kwa mkataba wa miaka 2. Sio mkopo, ambao sio wa mkopo. Yes. Ambao sio wa mkopo. Na taarifa za mwisho zilikuwa $130,000. Za Kimarekani. Na kumpata ili Mpanzu Kibisawala. Ila kwa ninachoona unajua Simba na Yanga wanatanianaga. Na wakati mwingine wanapitishiana propaganda hizi ili kutoana mchezoni. Kufunika vitu fulani. Ukiona Yanga wanamzungumza mchezaji wa Simba kwa kutaka kumtingisha, maana yake wamemuhofia na wanamkubali. Kwa hiyo ukisikia stori za Mpanzu zimeanza upande wa Yanga kwamba alikuwa kwa mkopo, ni maana yake wanamkubali Mpanzu anapofanya kazi zake, afu wanachekecha kama kuwatoa Simba mchezoni. Mambo yao ya utani wa jaji. Na vivyo hivyo ukiwaona Simba wanamzungumza mchezaji wa Yanga, kwanza jua wamemkubali, alafu kwenye kutoana mchezoni. Sio, unaelewa? Kwa hiyo mimi nimewaelewa kwenye maelezo hayo. Kwamba hii ni kama ni kutoana tu mchezoni. Lakini Mpwa, hizi stories zimekuwa ni kwa muda mrefu. Kachero amezungumza vizuri sana. Wewe kwa upande wako uko sawa naye ama una kitu kingine tofauti? Labda sehemu ya kwanza ya kujazia ni kwamba umiliki wa mchezaji kwa baadhi ya mataifa anakuwa ni tofauti kidogo. Anaanza agent ambaye anaweza kushare makuzi ya player. Makuzi ya player, kwa mfano katika mtaa kagundua kuna mtoto ana talent, anaanza kuwekeza toka chini pale kabla kuja kwenye mafanikio. Huku kwenye mafanikio miluzi mingi. Huku kila mmoja atatokeza. Kila mtu anakujua. Kuna watu tunakesha nao kuwafundisha au mkawe wapi. Wana muda nao. Wanapofikia kwenye achievement kama hii, sekeseke linaanza. Hata wewe ukidelay au ndio utakuwa hauna utambulisho kwa yule player. Sasa hayo ni mambo yanayofanyika huko, lakini wenzetu wa Kongo na baadhi ya mataifa yamefanikiwa sana kwenye eneo la agent kuwekeza kwenye makuzi ya mtoto. Tunaposema kwenye kuwekeza, according to FIFA instruction, unapaswa ku keep records za mahitaji ya yule mtoto ambao umeyagharamia. Kwa mfano, umemnunulia kiatu cha football, unapaswa ununue kwenye duka ambao litakupa risiti ya gharama ulizozitumia. Zile unazikeep, unazifungulia faili, siku ya siku inatokea kwenye transfer hizi ndio unakuja ku claim kwamba bwana, mimi huyu nimeshiriki makuzi yake, nilifanya ABC hivi. Ghana wamesha develop watoto wa miaka 13 wana agent. Mtu ambaye mzazi wake mzazi wake amepokelewa jukumu na agent, labda amempata mtoto akiwa darasa la 6 la 5, si ndivyo? Anampokea jukumu yule mzazi kwamba maendeleo yake ya shule, chakula chake na mahitaji ya shule na yafanya mimi. Umeelewa? Nitakavyoyafanya mimi, we mzazi subiria. Maana yake mtoto sasa kwenye masoko ya football atapambaniwa na agent. Inapofikia deal ya transfer kutoka soko moja kwenda soko jingine, agent ana thamani yake na klabu ina thamani yao. Sasa hii inatofautiana na maagent wengine kwa sababu huu kulikuwa kuna uwekezaji kutoka chini. Ndio hii ambayo kinasumbua sana wachezaji wengi wanaotoka upande wa Kongo. Club agent au management yake ambayo iliwekeza kwake na klabu ya pili. Hiyo imekuwa ikitokea sana. Lakini kwa kile cha kitu ninachokifahamu kwa Mpanzu, ninaamini kwenye kuwa mchezaji halali wa Simba kwa taratibu za uhamisho za kumpata mchezaji bila kuwa yupo kwa mkopo. Ndio kile kilichosababisha miezi 6 ya nyuma asicheze toka ambapo walihitaji kumsajili. Tuliwahi kumuita hapa wakala yule. Yes, tulikuwepo hapa. Yule wakala ni Mkongomani, anamsimamia Baleke. Tulivyozungumza naye off air na on air,
alisema kwamba agent wake yule anamfahamu vyema, tatizo lipo wapi kwenye kile kitu kinachokwamisha ile dili, mategemeo na matizamio ya masoko mengine nao ilikuwa inachelewesha dili, lakini kubwa kuliko yote alizungumza bei kubadilika mara kwa mara kwenye mchakato wa kumpata. Sasa mpaka unamwona anacheza Simba, ina maana mchakato ulifanyika sahihi. Yule kama kulikuwa kuna third party, kwa maana agent yule achukue mzigo wake, klabu achukue mzigo wake, aje itumikie Simba. Kwa kwangu mimi ninachoamini ni mchezaji halali wa Simba. Kwani Nonga mchezaji akiwa kwa mkopo kwenye timu huwa ni kashfa? Unajua ndo kitu ambacho kwa kinafuata pia nikuulize pia na mtazamaji naye ambaye afahamu. Unajua hata issue ya Baleke ambayo ulitaja hapa Abisai mapema. Unajua mpaka Simba baadaye walipokuja kujitokeza mbele tulikuwa tunaona watu msingependa kuwataja hasa watu wa Yanga. Mmoja ya viongozi wao ndio alikuwa anapigania sana, sema kwani msema ukweli mchezaji mponaye kwa mkopo, ndio baadaye bwana ikatoka bwana mtu yupo kwa mkopo. Inakuwa ni dhambi kwenye timu zetu kutaja bwana fulani tuponaye kwa mkopo. Bila gani ni kwenye siasa za kutambiana Simba na Yanga. Kwamba wewe una hela bwana mchukua kwa mkopo. Inaonekana mimi nimemchukua Tigana kwa mkopo kwenye timu yangu. Maana nimelipa ada ya mwisho kidogo. Na huyu mchezaji yuko hapa kwa muda mfupi. Ikitokea anafanya lolote, possibility kutoka ni kubwa. Kwa hiyo tutamiss. Kwa hiyo wachezaji wa mashabiki wanaandaliwa kisaikolojia kuwa watulivu kwanza. Wasianze tension, wasijue kwa sababu taarifa ambayo hujui haiwezi kukusumbua. Kwa hiyo lengo lao ni kutaka wewe umeone tu mchezaji anacheza, mengine hayakuhusu. Kwa sababu ukijua siku anang'aa tu utaanzisha pressure. Bwana huyu mchezaji yuko hapa kwa mkopo, ataondoka muda wote. Hebu viongozi mbakisheni hizo pressure zinaanza. Bakisheni. Unajua siri yake. Lakini pia ukitaja kwa mkopo ni kama namuuzia Tigana hapa siri. Basi Ticha anaweza akatoka akanizunguka kumbe kwa mkopo akaenda kwa timu inaomiliki. Bwana akimaliza tu mkopo wake huyo. Bwana Tigana kumbe yuko pale Abisa FC kwa mkopo Utaratibu ukoje? Basi tunamuuza bei hii. Okay. Ruksa kuongea na mchezaji. Lakini kabla ya yote nenda kwa klabu ambayo anacheza kwa mkopo. Kwa mimi nikifika pale natamba bwana Nonga FC huyu mchezaji Tigana hapa ambaye anacheza kwa mkopo. Klabu yake nimezungumza, imeniruhusu, nimesema nije kwako bwana. Wanaomiliki wameniruhusu nizungumze naye. Kwa sababu yuko hapa tunafuata taratibu, mimi nataka kuzungumza naye. Sasa manake mimi nakuongezea ushindani, nikubadilishie vipaumbele. Ndio. Uniache mimi niongee na mchezaji. Jua kabisa nikishamaliza mchezaji nitakuwa nimempandisha thamani. Kwa sababu nitamuuliza hapa unalipwaje? Mimi nitakupa hiki. Una mkataba muda gani? Nitakupa ofa. Sasa mimi nitakuja kwako kuuliza unasemaje, wewe utanitajia ofa. Bwana Tigana nimepewa ofa hizi na hizi. Mimi sasa kwa muda huu sikuwa na huu msukumo na hii focus. Na acha ninachofanya. Inabidi ni focus na swala hili nilimalize. Kwa sababu nisipolimaliza timu fulani inamchukua. Kwa sababu tunazijua hizo. Tunaanza maneno. Sasa kama mchezaji na yeye amevutika na hiyo ofa, anaanza kuanza kuvimba. Bwana vipi bwana? Basi kama ndio hivyo nipeni mzigo mimi. Basi utakupa. Mimi mkinipa ndo nitacheza. Nimeshaanza mvutano. Kwa hiyo yote yasitokee, tufanye iwe siri, tuendelee na mambo yetu. Jamani, kaja. Kwa mfano Mzengeli kaja hapa, alikuwa anajua kwa mkopo. Mimi nimekuja kushtuka hapa kwa mkopo. Mwaka mmoja nimeshautumia yuko Yanga. Na ilikuwa swala la cash mkopo, mchezaji yote anaenda kwa mkopo. Sio dhambi. Dishi la uhamisho tu. Ndio. Mbona Mbappe kwenda PSG alianza kwa mkopo. Ilikuwa kwa mkopo. Alafu baadaye ndo watu wakaja akamaliza. Lakini Mbappe si bonge la player yule. Kwa Mbappe walifanya sanaa ya makusudi kwa ajili ya mambo ya financial fair play. Lakini alikuwa na deserve transfer. Sio kwamba alitaka kumfanyia assessment zaidi ya uwezo wake, hapana, waliamini. Walikuwa wamebanwa na financial fair play. Lakini wakakiri kwamba tuko naye kwa mkopo. Point ya msingi. Leo Mpanzu anatajwa yupo kwa mkopo. Sisi tunasema kwamba hasa mimi kwamba yupo Simba kama mchezaji kamili. Ndio klabu yake, mother club. Sasa basi nenda saizi Simba kamuombe wewe kwa mkopo. Ndio utakapogundua kwamba kuna ugumu. Ugumu unakuja kwenye definition ya mkopo ni nini. Ni yule mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa lakini hapati nafasi kutokana na mtangulizi wake kwenye ile position ndani ya klabu. Kwa hiyo klabu inamtumia kwa asilimia chache kwa sababu wana mtu mwingine. Sasa klabu ya pili
inaona kwamba huyu anatutosha sisi vile vile alivyo. Kama alivyo vile. Yes. Si kwetu atakuwa mkali zaidi. Unakwenda kumwombea mkopo kwenye klabu ya kwanza ikiwa na imani kwamba anaenda kuimprove standard yake, ampite yule mshindani, uje umrudishe kwenye timu yako. Kwa hiyo ndio anakuwa anakupa wewe kwa mkopo. Sasa katika hali ya kawaida maturity player kaenda kufanya trial, tuliambiwa nje wapi, alafu leo tunakuja kuhusishwa na mkopo, tupo wapi? Tupo wapi? Ndio maana nikasema ichukue hii irudi saizi pale Simba anacheza kama key player, nenda kamombe kwa mkopo. Ndio tutagundua kwamba mchezaji ambaye anacheza kama key player hawezi kutolewa kwa mkopo. Ngumu kidogo. Bana, kwenye Kickoff number 1 kama wewe unajiunga nasi mtazamaji wa TVE, kipindi ni number 10. Hapa tunazungumzia kile ambacho kinaendelea kwa sasa kuhusiana na Elie Mpanzu Kibisa Wala, ambapo inatajwa huenda yupo Simba kwa mkopo, lakini Simba wenyewe wameibuka wakisema kuwa mchezaji huyo wao wamemsajili kwa halali, lakini kila vyanzo vinazungumza mambo yake kabisa. Wengine wanasema miaka miwili, wengine miwili na nusu, wengine mitatu. Kile ambacho umekizungumza mwanzoni, kama haya mambo yangekuwa yako sawa sawa, hata anasajiliwa bwana, kila kitu kiko sawa, haya mambo yote yasingetokea. Kuna haja sasa hivi vilabu kuwa huru ama kuwa wazi kwenye kutoa taarifa na watu wakaamini vile vyanzo ambavyo vinatoka kwenye vilabu, ili yasibuka ya maombo ambayo sasa hizi inaibuka, ambaye Mpanzu kacheza muda kidogo hapa. Unajiuliza kwa nini inaibuka sasa hizi klabu kutoa taarifa kwamba huyu Mpanzu tunaye kwa mkopo au mchezaji fulani tunaye kwa mkopo. Huyu mchezaji wetu tumemsajili kwa halali, mkataba muda fulani, ataka hapa muda fulani, iko hivyo, inaishia hivyo. Mimi naona mpaka wamefanya hivyo kwa Mpanzu. Wamefanya hivyo kwamba Simba inathibitisha kumsajili Elie Mpanzu kwa mkataba wa miaka miwili. Wanahangaika nini sasa hizi kama iko hivyo? Hawahangaiki, wanajibu kwa sababu wanataka kuondoa tension, kwa sababu wamefuatwa na wanahabari. Sisi tunahoji viongozi wa Simba walizungumzie kwenye kubalance story, na wao wanatoka wanajibu, wanashirikiana kwamba wamemsajili kwa miaka miwili. Tena kama sio mzee Mangungu basi ni Abdallah try again, alisema amesajiliwa tena ofisini kwake. Si naelewa. Kwa hiyo wameona walijibie ili wana Simba wasifanyaje, wasiingie kwenye huo mtego. Na kwenye kipindi hiki ambapo Mpanzu ni Simba na Simba ni Mpanzu. Solution nyingine ambayo inaweza ikaondoa hizi sintofahamu za mara kwa mara ni kuongezeka kwa taasisi zinazojishughulisha na takwimu za wachezaji, transfer za wachezaji kabisa, kama transfer market zile na nini zinakupa update zote. Yes. Sasa kwa sisi ili kweli yes, kwa sisi Tanzania hapa nyumbani kila mmoja kwenye wapo wanaoaminika na wasio waaminika, atataka kutumia kama social media yake. Unacheka nini sasa? Unacheka. Kweli, kwa sababu mimi nimeona taarifa kiamna watu taarifa zake. Mimi nimepata taarifa ya Kongo. Kama unakumbuka Kachelo niko na ripoti hatua kuhusu Mpanzu. Ndio. Pata baraka hiyo kupata hizo taarifa mapema. Ya Mpanzu, Max Zengeli na Djigui Diarra. Hakuna mwingine aliyewahi kuripoti haraka kabla ya kuhusu hizi. Au na Faisal iweke vile vile. Sio umeelewa. Ambayo hiyo au malizia kwanza. Kwa hiyo hii ya Mpanzu hii. Hadi ile siku anaenda trial amepata passport na nini, Simba mtompata mwanzoni yanakuwa matusi kwa mashabiki kwa sababu walimtaka. Alafu baadaye wanaambiwa Simba wamemtambulisha Mpanzu. Ndio watu wanarudi kumbe Kachelo alisema. Kumbe. Kwa hiyo mimi nadhani ukiona Yanga wanaongea mchezaji wa Simba wanamuongelea kwa kutingisha, basi jua wanamkubali au wanamuogopa. Na vivyo hivyo ukiona Simba wanamuongelea sana mchezaji wa Yanga, aidha wanamkubali au wanamuogopa. Ni kama Yanga walivyokuwa wanazungumza kwa Chama kwamba wameshamsajili. Mwakalebela alivyozungumza kipindi kile bwana mpaka akaomba radhi, ni kwa sababu waliona ukuu wa Chama kwenye Simba. Na baadaye wakafanikiwa kumsajili Chama ambaye Simba alikuwa radhi kumwacha atoke kwa eneo kubwa baada ya kuwa ameshawatumikia sana. Kwa hiyo vivyo hivyo ilikuwa hivyo pia. Kwa hiyo hata leo ukisikia Simba wanamtaka labda Stefan Aziz, huwezi kushangaa kwa sababu wanamkubali iko Yanga na wanamuogopa vile vile. Hata nani za Pacome tunakumbuka Ahmed Ally press fail pale. Sasa yule Pacome tunamchukua. Kwenye Pacome kidogo mkijao upepo tu shauri yenu.
Ila wao bwana wamejazwa upepo wa Simba Sports ya. Issue ndio hiyo, nadhani upepo tu wamejazwa. Na kwa utani wa jadi unawaelewa, yaani utani wa jadi unawaelewa, yaani hiyo iko ni kivuli chao cha kujifichia cha kutaniana. Ambacho unataka kuingia kwenye huo mtego. Sometimes wanapiga kweli spana. Sometimes kama spana ipi ya kweli? Bibi ana spana kama hizi spana za kina Bareki sio kina Max hizi tulikuwa tunajua bwana utani. Watu wanapita. Watu wanapita. Mambo kina Kibu kipindi kile watu wamekaza misuli. Ile ilikuwa serious kaka. Watu wamekaza misuli kweli Kibu. Ile ilikuwa serious. Walikuwa wanaondoka naye. Yaani ile bila Simba kufanya ukachelewa. Kibu angekuwa Yanga leo. Kibu leo angekuwa Yanga vizuri kabisa. Ndio maana nakwambia utani watu wajificha kwenye nani wanapiga na spana kweli ya. Simba alishtuka tu. Huyo. Bwana tumalizie na mimi nilibahatika kidogo kusikiliza na kutazama mahojiano ambayo aliyafanya Ahmed, lakini pia alizua tena mjadala mwingine wakati wanakaribia kuondoka, akasema yule mchezaji wao ambaye wanategemea, yeye alisema yule mchezaji wao pia tutakuwa naye. Wewe sema alichosema. Anasemaje? Yule mchezaji wao yule wanaomtegemea yule ambaye si atarudi yule, si tutakuwa naye. Anaulizwa nani? Akasema na kwetu tutabaki kwa kwetu. Na kwetu tutabaki kwa kwetu. Kodi rahisi hiyo. Mimi sijapata hizo taarifa za mchezaji ni gani. Lakini kama amerespondi kwenye mazingira hayo, kwa sababu labda na yeye anajibu kwa utani wa jadi ili kuweka mambo sawa, sijui. Au amejisahau. Sina taarifa kwamba kuna mchezaji Simba anamtaka kutoka Yanga labda wamefanikiwa kumpata. Hizo taarifa sina. Acha unazo basi. Hapana. Mimi sina lakini jana kulikuwa kuna doti ambao pia Alikamwe aliiweka. Kwenye esports tulizungumza naye na nafikiri pia kwenye leo. Sasa huyu kanuku tofauti. Saizi ndo akili inanijia. Kasema aliyekuwa mchezaji wao atakuwa kwetu na wa kwetu atabaki kwetu. Aliyekuwa mchezaji wao ni Faisal Salum Abdallah Faitoto. Na basi nakwambia bwana huyu mbona kodi rahisi. Sasa wewe yani ukinukua lakini useme kile kama kilivyosemwa wewe umenipiga chenga mwili hapa. Kwa Kachero unasimamia msimamo wako bwana Faisal msimu huu ama msimu unaokuja hawezi kucheza Yanga Afrika? Hapana, nani umesimamia ngumu sana. Hiyo ipo hiyo. Basi mimi ndugu zangu ni washukuru kwa uchambuzi uliotukuka. Nadhani watu walikuwa na wasiwasi. Unajua mimi kwa mara ya kwanza jana naandika taarifa ya Mpanzu, DM yangu ikawa inakimbizana pale. Bwana tunasubiri namba 10 kesho. Tutaona kwenye panel pale. Anaweza Kachero na Mpwa bwana, kuna watu kama waganga kakao mashehe bwana. Na kweli paneli imetimia hapa na kile ambacho ulikuwa unakihitaji ama unataka kutamani kukisikiliza umekipata. Elie Mpanzu kwa mujibu wa Ticha Tigana Lukinja na Abisai ni mchezaji halali wa Simba Sports na tegemea kumuona kwa misimu ijayo zaidi kwa sababu bado ana msimu mmoja, kwa sababu katumia kama nusu msimu hapa, msimu mmoja na nusu zaidi kucheza kunako timu hiyo. Abisai Steven JR huyu pia unampata kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ukiandika hivyo upate taarifa zile za Kachero. Hapo umemsikia mwenyewe anakuambia yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza, na ni kweli hiyo, mimi pia nathibitisha amekuwa hivyo. Alikuwa ni mtu ambaye anaandika story yake, mimi nakwambiaga mwanangu anaandika story ngumu zile. Watu wote wako huko, umekaa hapa. Watu bwana, kweli sio kweli? Nataka niwape na nyingine. Nataka kutupapa hapa. Hayo utaweka baadaye kaka. Asema tumie ukigusa na nuka. Baadaye tupo, bado tupo. Tupo? Na hiyo kanipa Mpwa hiyo. Bwana pia Mpwa Tigana TZ, ukiandika Tigana TZ pia unampata kwenye Instagram sambamba na mitandao mbalimbali ya kijamii. Mtaalamu huyu wa story kubwa na zile za zamani. Mimi Mpwa wangu namtaka Google, ukimgusa tu anamwaga vitu. Kwa hiyo wewe tu ujanja wako unamuingia kwenye engo gani na atakupa vitu vile ambavyo pia wewe utatamani na kuendelea kutamani kumsikiliza na kumtazama. Mimi ni Idi Nonga kwenye Instagram na mitandao mbalimbali ya kijamii, ukiniandikia idinonga_, unanipata. Sisi namba 10 saa 9 ndio mara zote